Wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndio vitakavyotumika kupigia kura. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Lakini kwa wapiga kura wote ambao watakuwa wamefika kwenye kituo kabla ya saa 10 kamili jioni watapata nafasi ya kupiga kura. Hii haimaanishi kwamba baada ya saa 10 kwamba wale ambao wamefika kituoni hawatapiga kura, hapana. Wale wote ambao walikuwa wameshafika watapata nafasi ya kupiga kura. Vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 9 kamili alasiri. Kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: 1. Mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. 2. Orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na 3. Orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Na ni muhimu sana siku ya uchaguzi na ni lazima kila mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Lakini kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakayowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi, kama ulijiandikisha na jina lako lipo kwenye orodha ya wapiga kura kwenye kituo husika na bahati mbaya umepoteza kitambulisho cha mpiga kura, fika na kitambulisho kimojawapo kati